anataga, baada ya siku 7 anatoa vifaranga. Kila kitu kina program na kila kitu kinaandaliwa ili yote yaweze kutimia. Huwezi kujenga uwanja kama ule wa Yanga kwa siku moja. Ule sio uwanja wa Bunju bro. Ule ni uwanja wa klabu ya Young Africans. Sio siku moja tu ghafla watu wanataka waanze wao kinachowakereketa kitu gani? Uwanja ni wa kwetu sisi. Wapute subira, watauona tu. Sasa haujengwi. Watu wapute subira. Waone sio juzi hata mwezi haujaisha wanaanza kudai uwanja. I say. Ile sio kazi rahisi, ni kazi nzito. Lazima iwe na maandalizi ya kutosha. Mmeambiwa Yanga tunajenga uwanja, subiri ni muone tutajenga uwanja. Au kwa sababu walitangaza. Lakini rais alizungumza kwamba kesho zoezi litaanza. Yes, sio kwamba kupeleka machuma na nini. Lazima miundombinu pale ikae sawa ndio tuweze kujenga uwanja. Wanajuaje kama tushaanza? Sasa hakuna kinachoonekana pale. Watu bwana, rafiki yangu wa Bongo bwana, wana matatizo rafiki yangu wa Bongo. Tatizo letu tunaendekeza ushabiki kuliko uhalisia. Tuache ushabiki twende kwenye uhalisia. Ule sio kama uwanja wa Bunju. Sasa uwanja wa Bunju umeingiliaje hapo? Ndio nakwambia sasa, watu wanachukulia hivyo kama uwanja wa Bunju. Uwanja wa Bunju upoje? Uwanja wa Bunju manyasi tu wanaenda kufika, watu wanaanza kufanya mazoezi kucheza mpira hapo. Mtu anacheza unafika asubuhi, jioni watu wanacheza. Kwa hiyo tofauti na Yanga. Tofauti na Yanga kabisa, mashariki na magharibi. Kwa hiyo waache propaganda. Watu waache uwanja sio kwa sisi. Mbona na Yanga waulizi? Wapo wanauliza. Anauliza nani bwana? Hamna mtu anayeuliza bwana. Wapo watu wavuta subira, wasubiri. Sasa hivi badala kuanza kuzungumzia kuwalipa wachezaji wao mishahara, wanakuja kuzungumzia uwanja wa Yanga. Uwanja wa Yanga wahusu wakutuzitu wanachama. Sasa zoezi halifanyiki ndio maana ameuliza. Yaani zoezi halifanyiki. Halifanyiki vipi? Wanajuaje kama halifanyiki bro? Hebu niache kidogo bwana. Mimi naona kama unanichanganya. Wewe unaamini kwamba utajengwa uwanja? Sio kwamba siamini, mimi naamini uwanja unajengwa. Na uhakika 100%. Kama si leo kesho uwanja utakaa pale. Ule sio kama Uyoga unapumuka tu. Wala sio kampeni. Sio kampeni hazihusiani na hilo jambo kabisa. Kwa sababu kutoka anaingia madarakani alikuwa ametangaza atajenga uwanja. Na program tunaiona inapoenda, inaenda vizuri. Na 50% wala haiwapi shida. Wala sisi haitupi shida. Tena leo tungempa 80% kabisa. Mumpe 100%. Yaani haitumumi kabisa. Tungempa 80%. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anajenga uwanja. Sasa mtampaja 80%. Tunampa uwanja 80%, tunakula 20. Kwa hiyo kwa sababu hiyo 50 kwa 50 kuna wengine wana doubt. Wana doubt nini? Yaani kwamba mnampa mkataba wa kudumu. Au hawafikiri, hawana akili pana. Wanakuwa na akili pana kama ya kwangu. Wangesema tumpe 100% kabisa. Au tucheze mpira. Au wewe kuna kitu ambacho unakipata kwa uongozi? Mbona unautetea sana? Mimi siwezi kutetea uongozi, kwanza mimi mambo ya uongozi nilishaacha siku nyingi. Nishatengeneza uzuri mmoja, mimi sio kwamba nakaa nategemea uongozi. Mimi na maisha yangu sana. Na hela yangu na maisha yangu mazuri tu. Ndio maana nakwambia kwamba naona kabisa ni bora hata tungewapa 100%. Wape? 100%. Kwa hiyo hawa wanalalamika, hawa wanalalama hawana doubt. Hawaelewi nini ambacho nakiongea. Doubt yao haina mashiko. Hawaelewi. Haina mashiko, hawana hoja za mashiko bwana. Tukae tuzungumze mpira. Tuzungumze mpira. Yes. Yanga unatazama vipi kwenye ubingwa? Ubingwa barangu unauchukua. Na safari nikiuchukua ndio wapate tena. Labda waliibe. Kasi ya Simba uioni? Kwani mara ngapi anakuaga hivyo? Mwaka jana tuliwazidi pointi ngapi? Mna mechi ngumu kweli kweli. Na nani? Mna mechi dhidi ya Mashujaa. Na mechi dhidi ya Fountain Gate.
2. Mna mechi dhidi ya Azam FC. 3. Mna mechi dhidi ya timu ya JKT. 4. Hizo mechi zote ni ngumu hizo. Napiga zote. Yaani hizo zote napiga zote. Halafu namsikilizia. Anayeona pointi 2 ni chache. Azitafute hizo pointi 2. Napiga zote bro. Kumbuka kwamba mna mechi 2 mfululizo na Azam. Mnaanza mechi ya FA, mtakwenda kurudiana pia. Sina mashaka na hilo. Sina mashaka na sijawahi kuwa na game. Leo nikicheza na Ndanda, hakuna game nyepesi. Hata nikicheza na timu ya daraja la 3, hamna game nyepesi. Kwa uhakika ubingwa upo. Na wachezaji wangu wanajua kabisa hicho kitu. Wanaelewa kwamba nini ambacho tunakiandaa. Kasi ya Simba zote lazima tushinde. Kasi ya Simba hauiogopi, ingawa mna mechi 5 ambazo zimesalia. Kasi ya Simba hauiogopi. Kasi ya Simba siogopi wala hainitishi, kwa sababu mwaka jana nilikuwa namaliza na yeye nikiwa juu pointi 1 na nikampiga 2 bila. Kwa hiyo safari hii uwezo wa kuifunga unayo, kwa sababu Young Africans kana kwamba imeyumba kiviwango. Wewe ndio unayeona hivyo. Na baadhi ya watu wanaona hivyo. Lakini jiulize, naye anaongoza ligi. Anaongoza kwa pointi 2. Pointi 2 anaongoza, haongozi? Anaongoza, lakini kiwango cha mashaka hivi. Sio cha mashaka hivi. Ni uhalisia. Yaani sio kwamba mashaka ni uhalisia. Kwa hiyo kiuhalisia Yanga anaongoza ligi. Kwa hiyo kiuhalisia tuamini kwamba Yanga ni bingwa. Sio muamini, Yanga ni bingwa. Yanga bingwa. Yanga ni bingwa. Yanga bingwa. Simba wa usahau ubingwa. Wa usahau miaka 10 ijayo. Umemwona Clatous Chota Chama Mwamba huyu wa Lusaka. Amesha saini mkataba mpya sasa hivi. Muone sasa hivi sashaumia. Mpaka ligi inaisha acheze. Kwa hiyo kwa sababu ameshasaini mkataba hatucheza vizuri. Hata mwanamke unayemtafuta unamhitaji, lazima unakwenda kwa swaga nyingi. Ndicho alichokifanya wewe jamaa. Au sio maneno ya kusadikika hawa ambao unazungumza? Sio kusadikika, ni maneno ya uhalisia. Ameshachukua mkataba wa miaka mingine. Kwa hiyo sasa hivi anasikilizia mambo. Lakini utamuona sasa. Hayo unamzungumzia wewe. Bwana naizungumza nani? Ndio naizungumza mimi ndio. Mbona kama wanaanga mna kinyongo naye? Nani? Chama. Mimi na kinyongo na Chama, kwani kanichukulia mke wangu? Yule si mcheza mpira, mimi mfanya biashara. Usifiki ango chake. Bwana wewe. Ameshachukua contract yake hapo ya miaka 2, mwaka mmoja mwingine tena mbele. Bwana hivi anasubiri kula pesa tu. Bwana mimi ngoja nikuache, labda lipi neno lako kwa Yanga? Kwa wanachama wa Yanga mimi nawaambia ndugu zangu watulie. Mchakato unaendelea. Vitu vitainuka. Na wajua kabisa uwanja sio kama uyoga. Na upanda uyoga leo kesho umeamka asubuhi umeshapungua udongo nini ushaanza kutokezea. Bwana vile ni vitu ambavyo ni vya kudumu, na usifananishe uwanja na uwanja mwingine. Uwanja wetu utakuwa ni uwanja bora, ni uwanja mzuri. Wavute subira kidogo, suri mambo yatakaa sawa. Kwa hiyo wanachama wa Yanga watulie na tufocus sasa hivi. Tuachane na watu wanaotupeleka kwenye mambo ya uwanja sina nini kututoa huko. Tufocus kwenye ligi, tuchukue ubingwa tena, tuchukue FA, mambo mengine yaweze kwenda. Kwa hiyo watu wote kidogo na hilo. Sitofocus hapa kwenye ubingwa. Bwana shukrani sana. Daima mbele nyuma mwiko. Haya. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.